Katika jitihada za serikali kutatua kero ya upatikanaji wa umeme katika baadhi ya maeneo hapa nchini, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange ametembelea na kukagua miradi mbalimbali iliyoanzishwa na shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kuwalipa fidia baadhi ya wananchi waliopitiwa na mradi huo. Twange amesema hayo wakati akikagua miradi mbalimbali inayoendelea kutokea Songea, Tunduru, Masasi kuelekea Newala na Maumbika, ambapo amesema ameridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo, huku akieleza kuwa thamani ya miradi inayotekelezwa na shirika la umeme TANESCO ni zaidi ya shilingi trilioni 13.5. Kwa hiyo huku sisi tumekuja kuangalia shughuli zetu za miradi sasa zinavyoendelea. Moja ni huo mradi wa kuunganisha mikoa ya kusini kwenye grid, kwenye njia inayotoka Songea inakuja Tunduru mpaka hapa Masasi, lakini inakwenda mpaka Maumbika huko. Kwa hiyo kuna mkandarasi ameanzia huko, yuko Tunduru, anakuja hapa Masasi, na tayari huyo unayemwona hapa, huyu Itidiko, huyu anayejenga hii line ya kutoka hapa kwenda Newala, tumeshampa sisi kazi sasa ya kujenga njia ya kutoka hapa Masasi kwenda wapi? Maumbika. Sasa pamoja na kuja kuangalia kazi inayoendelea ambao kuna mkandarasi anaitwa Kalpatalo Muhindi, nimekuja pia kuangalia kazi hii ya maboresho ya njia kupeleka umeme wapi? Newala. Lakini pia kwenye ujenzi sasa wa njia ya kupeleka umeme Maumbika, kuunganisha mkoa wa Lindi sasa kwenye gridi, leo tumeanza kutoa fidia na tumeanzia Maumbika. Kwa tumekuja kwanza kulipa fidia kule ili tumpe sasa Itidiko amalize kazi, aanze kujenga laini ya kuunganisha mkoa wa Lindi kwenye gridi, aje akutane hapa na Kalpatalo anayetoka Songea, Tunduru kuja Masasi. Kwa kimsingi hiyo ndio iliyonileta, na namshukuru Mungu, kazi inaenda vizuri, na wapongeza wasaidizi wangu wote wanaosimamia, lakini ushirikiano uliopo kati ya sisi na wakandarasi, lakini kubwa tunamshukuru sana Rais Samia. Haya yote tunayafanya kwa sababu ya uwekezaji. TANESCO sasa hivi tuna wastani wa miradi yenye thamani ya shilingi trilioni 13.5. Aidha, Bwana Twange amesema zaidi ya shilingi bilioni 30 zimetolewa na serikali kwa ajili ya kufanya maboresho njia za kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Rais ametoa hela zaidi ya shilingi bilioni 30. Kandarasi amelipwa na amerudi site, na baadhi ya maeneo Mheshimiwa Mbunge umeshuhudia mkandarasi ameanza, ikiwemo kazi za awali za ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Masasi. Sasa kwenye kazi zetu za ndani za usambazaji umeme tuna miradi mingi sana. Moja ya mradi ni huu, Mheshimiwa Mbunge, wa kuboresha njia zetu za kusambaza umeme kwenda kwa walaji. Kwa kutambua hilo, sisi tumefanya maboresho kwa kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 4 hapa ili tupate njia ya kipekee ya kuleta umeme Newala, na ili twende haraka tulikabidhi kazi hiyo kwa kampuni tanzu ya TANESCO inaitwa Itidiko, ambayo yenyewe kazi yake ni kujenga miundombinu ya kusafirisha pamoja na kusambaza umeme. Wao kazi yao ni hiyo. Tunamaliza ili tubaki na moja la kuunganisha mkoa kwenye gridi, lakini hili la ndani la kuboresha njia za kusambaza umeme tunalimaliza, na wateja wetu wa wilaya ya Newala tunawashukuru kwanza kwa kutupa heshima ya sisi kuendelea kuwa wateja wenu. Yani nataka nimuombe Mungu atusaidie, baada ya wiki ijayo tunapoenda tarehe 20 huko, tuna miradi mingi, sisi tuendelee na mambo mengine. Haya mambo ya hapa tumalize, tukukabidhi, sisi tuendelee na kuwaunganisha nyinyi kwenye grid. Naye kaimu meneja mkuu wa kampuni ya Itidiko, Mhandisi Richard Mwanja, ameelezwa namna ambavyo mradi huo umeendelea kutekelezwa kwa kasi, huku akiahidi kukamilisha mradi huo kabla ya miezi 5, ambapo amesema ifikapo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu mradi huo utakuwa umekamilika. Mradi huu tuliingia site mwezi wa 10, ni mradi wa mwaka mmoja, kwa maana ilitakiwa tuweze kumaliza huu mradi mwezi wa 10 mwaka huu, lakini kwa sababu ya jitihada ya viongozi wetu, huu mradi hadi hivi sasa umefikia 86%. Tunataraji mradi huu kuhitimisha itakapofika tarehe 20 mwezi wa 5. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Newala vijijini Dr. Yahya Ismail Nawanda
Amelishukuru shirika la umeme TANESCO pamoja na serikali kwa kutatua changamoto ya upatikanaji wa umeme, huku akiwataka wananchi kutumia fursa hiyo kujiingizia kipato. Ni kweli tumefurahi, mkandarasi ameanza katika kipande cha kutoka Masasi mpaka Tunduru, ambacho sasa hiyo ndio kitakachotuunganisha kwenye gridi ya taifa. Na leo tumeona pale ambako substation kubwa inaenda kujengwa, na kikubwa sasa nimefurahi kusema yale niliyozungumza bungeni nimeona sasa yanatendeka kwa vitendo. Ni pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kutoa bilioni 30 sasa hii mikoa miwili na Mtwara tuingie kama mikoa mingine kwenye gridi. Lakini jambo la pili, kuna mradi wetu huu wa kuunganisha umeme kutoka Masasi mpaka Newala kwenye jimbo langu. Katika sehemu na katika umeme sana nilizungumza ilikuwa ni Newala. Leo hii TANESCO baada ya kuwaambia wasikivu, Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 4.4 na sasa kazi imeshafikia 80%. Haya ni mapinduzi makubwa, na sisi watu wa Newala na tunamshukuru Rais, tunashukuru waziri pamoja na mkurugenzi wa TANESCO. Sasa umeme utakuja kuwa uhakika, lakini kwenye uwekezaji mwingine wa maji tunataka kutengeneza kiwanda kikubwa cha maji pale Mitema. Nikiripoti kutoka Masasi, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.